msaidizi, Roho Mtakatifu ambaye atakaa na ninyi. Katika Yohana sura ya 16 mstari ule wa 7, Yesu akiongea na wanafunzi wake anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Yesu anawaambia wanafunzi wake, muda wangu wa kukaa mimi umekwisha, mimi yanifaa niondoke, lakini nawaletea msaidizi ambaye atakaa kwenu, Roho Mtakatifu. Yeye atakuwa nanyi hata milele. Bwana asifiwe sana. Na anazungumza pia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Tulipita tukasoma hayo maandiko, Wakorintho wa kwanza 3:16. Lakini pia Wakorintho hiyo 3, Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19 anazungumza kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja atakaa ndani yenu. Na tukasema Roho Mtakatifu makao yake ni ndani ya mtu aliyeokoka, ndani ya muamini. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu haji akakaa kanisani tu, hapana, lakini makao yake au mahali sahihi ni ndani yako. Mwambie jirani yako, makao sahihi ya Roho Mtakatifu ni ndani yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtazamo usio sahihi juu ya Roho Mtakatifu unaweza kumfanya Roho Mtakatifu asiwe halisi kwako. Lakini tulisema Roho Mtakatifu ni Mungu halisi, sio dhana ya kufikirika. Kama ambavyo unasema Mungu Baba, Mungu Mwana, ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu ni halisi, ambaye yeye anakuja au aliachiliwa akae ndani yetu. Sasa ule mtazamo ambao sio sahihi kuhusu Roho Mtakatifu utamfanya asiwe halisi kwako au kwangu. Lakini lengo kuu la somo letu, tumekuwa tukiangalia Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya muamini, anakuja na karama, anakuja na package. Anapokaa ndani ya muamini, anakuja na karama ili zimsaidie yule muamini, zimsaidie mtu aliyeokoka kuishi na kufanya kazi ya Mungu kwa ufanisi katika ubora. Nikasema yeyote ambaye amekuajiri au ameniajiri au unafanya kazi kwake, angetamani kazi unayoifanya iwe kazi ya ubora, na kwa maana hiyo anawajibika kukuwezesha ili kazi unayoifanya iwe ni kazi ya ubora. Na Yesu wakati analituma kanisa akisema, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, aliona ili twende ulimwenguni tukaifanye kazi, lazima tuwezeshwe. Amen. Alitutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, akatutuma katika ulimwengu ambapo shetani ndiye mungu wa dunia hii. Kwa maana hiyo, wakati anatutuma akasema, kwanza kabla hamjatoka, katika Matendo ya Mitume tulisoma hapo sura ya kwanza mstari ule wa 6 mpaka ule wa 8, wakati Yesu anazungumza na kanisa la kwanza akisema na wanafunzi wake, anawaambia, Matendo ya Mitume 1 mstari wa 6, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unaporudishia Israeli ufalme? 7 akawaambia, si kazi yenu kujua
nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Katika Luka sura 24 pia tulisoma mstari ule wa 49. Unaweza kuandika, naenda kwa haraka kwa sababu najaribu kupitia yale ambayo tumeshayapitia. Anasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Kwa Yesu anapotuma kanisa anawaambia, subirini kwanza hata mvikwe uweza utokao juu, ndipo mwende mkaifanye kazi. Tumetembea kuangalia hizi karama na kujua karama ni nini. Tuliona karama ni zawadi au kipawa ambacho mtu aliyeokoka anapewa pale Roho Mtakatifu anapokuja ndani yake. Karama ni zawadi au ni kipawa ambacho yeyote aliyeamini, aliyeokoka, anapompokea Roho Mtakatifu, anapokubali Roho Mtakatifu akae ndani yake, Roho Mtakatifu anakuja na hiyo zawadi, anaidhihirisha ndani ya yule mwamini, na yule mwamini anatembea akihudumu katika nguvu za Mungu, na Roho Mtakatifu akitumia ile karama kuifanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Msingi wa somo letu umekaa katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 4 mpaka mstari wa 10. Hapo tumeziona ziko karama 9. Twende Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12 mstari ule wa 4 mpaka ule mstari wa 10. Tunaziona karama za Roho Mtakatifu ambazo anaziachilia ndani ya moyo wa mtu aliyeokoka, na naamini wengi wetu tumeokoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naamini kabisa wengi wetu tuko mahali hapa tunampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Na kwa maana hiyo ujumbe huu wa karama unatuhusu, ili tunapotoka kuifanya kazi ya Mungu tusifanye kazi ya Mungu kwa kubahatisha. Tufanye kazi ya Mungu tukiwa na hakika ya kile ambacho Mungu ametupa kukifanya. Kwa nini? Kwa sababu hatuko peke yetu. Tuko na Roho Mtakatifu ambaye amejaa ndani yetu, ameachilia karama. Biblia inasema, msilewe kwa mvinyo bali mjazwe na. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usilewe kwa mvinyo ambamo kuna ufisadi, bali tujazwe na Roho Mtakatifu. Nami naamini kabisa ya kwamba ndani yetu Roho Mtakatifu amepewa nafasi ili aweze kudhihirisha yale ambayo yalikusudiwa tangu mwanzo. Basi pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Sawa. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Na nilisema tunapewa karama si tu tujionyesha tuna karama, lakini kusudi ni kufaidiana, kanisa lijengwe, watakatifu wakamilishwe. Mstari wa 8. Maana
mwingine tafsiri ya lugha. Ziko karama 9 ambazo tulizigawa katika makundi matatu, na siku ya kwanza Ijumaa tulianza na karama za mafunuo ambazo ziko 3. Neno la hekima, karama hiyo inaitwa neno la hekima, neno la maarifa, na karama ya kupambanua roho. Hizi ni karama za mafunuo ambazo tuliziangalia. Nitaenda kwa haraka. Neno la hekima kama karama sehemu ya mafunuo inahusisha kufunuliwa mambo yajayo. Roho Mtakatifu aliona ni vema kanisa lisiishi kama kipofu, lakini liweze kuona yale ambayo yako mbele. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mwamini, kuna wengine anawapa neno la hekima ili waone yaliyoko mbele, ili wajue kilichoko mbele. Matendo ya Mitume 27:11-12, kama ukwepo unaweza kuandika. Tulipita hiyo mistari tukaona Paulo akiwaambia wale watu waliokuwa wakisafiri nao yale ambayo yanakwenda kutokea. Nikisema tunahitaji hii karama ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na uzuri, Roho Mtakatifu anakuja kukaa ndani ya waamini, anaachilia hizi karama apendavyo yeye ili zifanye kazi ndani ya kanisa. Kwa maana hiyo tunategemea hili kanisa la waumini 200, waumini 100, hizi karama 9 zifanye kazi ndani yao. Amen. Kwa sababu hakuna aliyepewa kila kitu. Unaweza kuwa na karama zaidi ya moja, lakini hauna kila kitu. Ndio maana tunategemeana. Mimi sina kila kitu, wewe huna kila kitu, lakini tunapokutana kama kanisa namna hii, na kila mmoja wetu amejawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, na hizi karama zinafanya kazi, kazi ya huduma inatendeka kwa ufanisi. Amen. 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 Kazi ya huduma inaonekana kuwa ni ngumu kwa sababu kanisa limesukumia mbali hii kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana tunakuja kwenye ibada na wachawi na wenyewe wamekuja wamekaa na wanatuloga, kwa sababu kanisa limekusudiwa litembee kwenye hizi karama ili lione, ili lijue ya kwamba tuko mahali hapa. Shetani na yeye hajalala, ameleta watu wake. Kanisa lione kuweko na neno la hekima, kuweko na neno la maarifa. Neno la maarifa linahusisha uwezo wa mtu ambaye Roho Mtakatifu anampa kujua mambo yaliyopita au yaliyoko hapa yanayoendelea. Nilitoa mfano kusema wakati Elisha na mtumishi wake Gehazi katika Wafalme amekwenda kuchukua ile fedha kwa Naaman, aliporudi kwa Elisha, neno la maarifa lilifanya kazi. Wakati Anania na Safira wameuza kiwanja, wamezuia kwa siri sehemu ya ile fedha, wakasema ni hii tu. Neno la maarifa kama karama likafanya kazi ndani ya mitume. Wakaulizwa, je, hiki ndicho ambacho mlichokubaliana? Ndani ya kanisa yako mengi yanayoendelea. Tunahitaji utendaji kazi wa neno la maarifa tuweze kujua. Biblia inasema hatukosi kuzijua hila. Tunazijuaje kama hizi karama hazifanyi kazi ndani yetu? Hatutajua.
Amen. Amen. Tulipita katika karama nyingine. Katika karama hizi za mafunuo tuliangalia kupambanua roho. Nimesema katika kundi la kwanza tuna neno la hekima, neno la maarifa na kupambanua roho. Sitaingia kwa ndani kwa sababu tumeshapita katika siku hizi mbili. Lakini kupambanua roho ni karama ambayo mwamini anapewa na Roho Mtakatifu kuona kwenye ulimwengu wa roho na kutambua hii roho inayofanya kazi ni ya Mungu au sio ya Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja ndani ya watu, ndani ya yule ambaye ameamini, anampa uwezo wa kupambanua roho. Tuliangalia mfano katika Matendo ya Mitume sura ile ya 16. Tuliangalia mfano katika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 16 mpaka 18. Tukaona utendaji kazi wa hii karama ya kupambanua roho. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Huyu kijakazi alifanya hayo siku nyingi, na alikuwa akisema maneno mazuri yanayoonekana ni ya rohoni. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Karama ya kupambanua roho ilimfanya Paulo kujua huyu anayesema hawa ni watumishi wa Mungu, nyuma yake katika ulimwengu wa roho, huyu sio roho wa Mungu, lakini ni nguvu za giza. Roho Mtakatifu anapokuja ndani yako anaweza kuachilia karama ya kupambanua roho. Biblia inasema sijaribuni roho, kwa sababu katikati ya kusanyiko la Mungu ziko roho, ziko kazi za adui. Sasa kanisa linapaswa kuwa na macho ya kuona ya kwamba huyu anachokisema hii ni roho wa Mungu au sio wa Mungu. Inahitaji karama ya kupambanua roho ambayo tayari Mungu alishaachilia kwetu. Mimi napata shida kidogo ninapokaa kulitafakari kanisa na kuona unyonge wa kanisa mbele ya kazi za shetani. Inanipa shida kidogo, kwa sababu nikisoma Biblia ninaona kabisa kila kitu tumepewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jana nilisema hata shuka Mungu aje afanye kazi hapa, shetani anatumia mtu na Mungu anatumia mtu. Bwana asifiwe. Shetani hawezi kuja hapa kama shetani, maana ni roho. Atautafuta mwili akae ndani ya mwili hadi kwa wenye mwili, na Mungu anatumia mwili
kila mtu apendavyo. Sasa kwa nini wewe haifanye kazi kwa karama? Kwa nini ndani yangu mimi haionekani? Nilisema jana, kuna wakati watu wengine wamepewa karama ya uponyaji, unahangaika kutafuta maombezi mpaka huko. Kuna mtu amepewa na Mungu na ametulia tu. Tuliangalia jana sehemu ya pili ya hizi karama, ni karama za nguvu ambazo pia ziko 3. Hiyo ilikuwa ni jana. Karama za nguvu ziko 3. Karama ya kwanza ni karama ya imani. Karama ya pili ni karama ya matendo ya miujiza. Karama ya 3 ni karama ya kuponya. Jana tulikaa hapo na tukaangalia karama ya imani. Hii inahusisha kufanya jambo ambalo si rahisi kufanyika katika hali ya kawaida. Hii ni karama ya imani. Inahusisha kufanya jambo ambalo si rahisi katika hali ya kawaida. Karama ya imani inakusaidia kupokea muujiza. Nilisema jana, kuna mahali tu utahitaji muujiza siku moja. Lazima kuna mahali tu utahitaji msaada wa Mungu siku moja kutokeze. Kuna mahali ambapo fedha ulionayo waga haifanyi kazi. Kuna mahali ambapo resources unazo hazifanyi kazi. Hapo ni mahali ambapo unahitaji muujiza, na karama ya imani ifanye kazi ili upate muujiza. Mwanadamu kila kishiba akiwa na fedha huwa anakuwa na jeuri, anakuwa mjanja mno. Akijiona na nyumba na kila kitu, anajiona yeye ni kitu na Mungu sio kitu. Lakini kuna mahali ambapo kila mmoja wetu anahitaji muujiza. Iko mahali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nachopendea Bwana Yesu alisema ahadi hii ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili yenu na watoto wenu na wote watakaojia waokoke. Hii ahadi ni kwa ajili yetu sote. Haleluya. Hiyo ni Matendo ya Mitume, sio maneno ya Mama Mtungi. Ni Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 39 nasema, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana wetu wamjie. Ndio uzuri wa Yesu. Ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kila mmoja, yani kwa ajili yako na watoto wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Maana kama hauioni, tatizo haliko kwa Mungu. Tatizo liko kwangu. Tatizo liko kwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Karama ya imani tuliangalia katika Danieli sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 19. Sitarudia kusoma habari ya Danieli kwenye tundu la simba, lakini pia tuliangalia Danieli 3:8 mpaka 18, na nikasisitiza kwamba kuna mahali kila mtu anahitaji muujiza na unahitaji karama ya imani ili upokee huo muujiza. Karama ya pili katika kundi la pili ni karama ya matendo ya miujiza. Karama ya matendo ya miujiza hii inafanya muujiza. Tofauti ni karama ya imani inafanya kazi upokee muujiza. Karama ya matendo ya miujiza inatenda miujiza. Maana hiyo kuna wengine hapa wamepewa karama ya matendo ya miujiza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alisema, kazi nizifanyazo mtafanya kubwa na kuliko hizo. Si ndio alivyosema? Bwana asifiwe. Una
tumrudishe Roho Mtakatifu. Mara nyingi tunazima vile vya kimungu ndani. Wakati mwingine tunasukumia mbali haya mambo, tunasema haya mambo yanaletaka kutoelewana ndani ya kanisa, hasa zinapoanza karama na mafunuo na nini, hivi vinaleta migogoro. Kwani haya ambayo tumeyafuata, tumeweka mbali, Roho Mtakatifu ametusaidia nini? Ngoja niwaambie watu wa Mungu, tumekutanika hapa kanisani. Kila mtu ana shida yake na jambo lake. Mwingine anaimba, anacheza, unamwona tabasamu, moyoni kuna vidonda vizito vinakuja damu. Anatafuta majibu, amekuja kabisa. Tukiagana endeni na amani ya Bwana, anatoka ile amani ya Bwana, ameishikia tuende na amani ya Bwana, ndani hakuna amani. Anataka majibu. Alafu kuna mwingine amepewa hii karama, amemute. Anasema unajua mambo ni mengi mno. Kazi ya kumtafuta Mungu sio kazi rahisi. Paulo akasema, iwapasapo kuwa walimu, ninyi mmekuwa wavivu, ndio maana hatujui karama zetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tulipita kwenye hii karama ya matendo ya miujiza. Niende karama ambayo tuliangalia pia, karama ya uponyaji. Na nikasema katika Marko 16:15 mpaka 18, Yesu alisema mtaweka mikono juu ya mgonjwa